Kwa niaba ya serikali nataka kusema kwa kanisa, tunashukuru sana kwa mchango wenu kwa maendeleo ya elimu hapa nchini. Na kwa niaba ya serikali natoa ahadi tena kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa karibu sana na KKKT na taasisi nyingine zote za dini ambazo mchango katika elimu kwa kweli ni mkubwa sana, tunauhitaji sana, tutautetea, tutaulinda na kuhakikisha kwamba unaendelea kustawi. Hiyo ni ahadi yetu. Kwa hata yale mengine ambayo yamesemwa hapa tutaendelea kuyafanyia kazi. Lakini uzuri kama mlivyoona tulioanzisha mengi hatubagui. Mikopo ya elimu ya juu itaendelea kuwepo kama kawaida kwa mwanafunzi mradi aende katika chuo ambacho kinatambulika hapa nchini. Tumetoa Samia Scholarship, hatubagui. Mwanafunzi anachagua chuo anachotaka kwenda, na hapa KSMC ni moja kati ya wanufaika. Tumetoa hii tuzo, hatujaipa jina, ya wachapishaji kwenye majarida mahiri duniani. Na ninavyomsikia ndugu yangu Temba hapa alikuwa anaeleza idadi ya watu waliofanya ile kazi, kile kitita cha milioni 50 hakitoshi. Tutaenda kukusanya hapa sungura mtagawana sisi na baki na nini. Kumbe lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunachochea utafiti ili muendelee kama maabara, mfanye kazi na muweze kujikuta mnakidhi mahitaji yenu yote, kusomesha watoto, kujenga, kuishi vizuri kupitia ufundishaji na tafiti. Kwa hakika milioni 50 kwenye nyinyi ambao wanasayansi lazima mshirikiane wengi sana, hazitoshi, lakini wala tumeanza. Tutajitahidi kuangalia namna ya kuongeza, na katika hilo hatubagui kama ni chuo kinachomilikiwa na serikali au chuo ambacho hakimilikiwi na serikali. Kupata hadhi ya chuo kikuu kamili ni ushuhuda wa miaka mingi ya juhudi katika kutoa elimu bora ya afya, huduma na utafiti. Uzinduzi huu wa leo unaashiria hatua muhimu kwa chuo hiki na kwa taifa letu katika jitihada za kuimarisha na kuboresha sekta ya elimu na afya, kukuza maarifa, kuchochea tafiti na hivyo kuboresha huduma na ustawi wa Watanzania. Narudia tena kutoa pongezi nyingi kwenu kwa mipango mlioiweka na kuisimamia na hatimaye kufikia vigezo vilivyowekwa na tume yetu ya vyuo vikuu TCU na kukubaliwa kuwa chuo kikuu kamili. Chuo hiki pamoja na vyuo vingine vinavyomilikiwa na sekta isiyo ya serikali kimekuwa mdau na nguzo muhimu katika huduma za afya hapa nchini kwa kuzalisha wahitimu wenye sifa na ubora, kuchangia upatikanaji wa watumishi katika sekta ya afya kwa huduma katika hospitali zetu kote nchini na nje ya nchi. Ni wazi kuwa wahitimu wanaozalishwa hapa kutoka wakiwa na maarifa na ustadi unaohitajika katika kukabiliana na changamoto za afya zinazoikabili jamii yetu. Ni rai yangu na rai yetu sisi wizarani kwenu kuendelea kuzalisha wahitimu wenye sifa na ubora na wenye uwezo wa kutumia ujuzi wao katika kuzingatia tofauti na wanayokutana nayo. Na hii ni kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 ambayo inasisitiza uboreshaji wa elimu ya juu ili kuwa na vyuo vinavyoweza kujibu na kutatua changamoto zinazoikabili jamii yetu na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wa afya, elimu tiba, lazima chuo kikuu kama hiki kifanye kazi na hospitali. Chuo kikuu cha KSMC ni matunda ya jitihada kubwa za kanisa kama mdau muhimu katika maendeleo ya sekta ya elimu na afya hapa nchini. Tangu kuanzishwa kwake, chuo kimezalisha maelfu ya wahitimu ambao hivi leo wanalitumikia taifa katika nafasi na sehemu mbalimbali. Tumesikia hapa kwamba kila mwaka nazalisha zaidi ya madaktari 200, ndio madaktari bingwa ambao pia wanazalishwa mahali hapa. Ni dhamira ya kanisa kumhudumia binadamu kiroho na kimwili katika mazingira yote. Mchango wa kanisa katika kutoa huduma ya elimu ya afya
na huduma nyingine za kijamii ni kipaumbele chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuendelea kutoa mikopo ya ufadhili kwa wanafunzi wengi zaidi, hasa wale wanaopenda kujiunga na fani zenye uhaba mkubwa wa wataalamu kama hizi za afya. Na kama ulivyosikia katika hotuba ya makamu mkuu wa chuo kikuu KSMC, kwa miaka mingi kimekuwa kielelezo cha kufundisha programu zenye upekee na uhaba wa wataalamu hapa nchini na bara la Afrika, ambapo zinalenga kuwahudumia watu wa makundi maalum, hasa walemavu, toka kilipoanzishwa mwaka 1997